Hujambo mtazamaji wa Zone Media, natumaini umeamka salama kabisa na karibu ni kufahamishe yote ambayo yanajiri katika anga za kimataifa. Sasa usiku wa kuamkia leo tarehe 8 mwezi wa 7 mwaka 2026, Marekani imeanzisha mashambulizi mapya dhidi ya Irani na kurejesha vikwazo dhidi ya mauzo ya mafuta ya Irani, ikiwa ni hatua ya kulipiza kisasi kufuatia mfululizo wa mashambulizi yaliyolenga meli za kibiashara karibu na mlango wa bahari wa Hormuz. Katika taarifa ambayo ilitolewa na afisa mmoja wa Marekani ambaye aliambia shirika la habari la CNN siku ya Jumanne, alisema kwamba hii ni adhabu, haitaishia hapa kwa sasa. Wimbi jipya la mashambulizi limekuja wakati rais wa Marekani Donald Trump anakutana na viongozi wa dunia katika mkutano wa NATO unaofanyika nchini Uturuki wiki hii, ambapo suala la mlango wa bahari wa Hormuz linatarajiwa kuwa miongoni mwa ajenda kuu za majadiliano. Katika taarifa ya CENTCOM, kamandi kuu ya Marekani Mashariki ya Kati imesema jeshi la Marekani limekamilisha awamu yake ya hivi karibuni ya mashambulizi dhidi ya Iran, ikilenga zaidi ya maeneo 80. Vikosi vya Marekani vilishambulia mifumo ya ulinzi wa anga ya Iran, mitandao ya uongozi na udhibiti wa operesheni, vituo vya rada vya pwani, uwezo wa makombora ya kupambana na meli, pamoja na zaidi ya boti ndogo 60 za IRGC ndani na karibu na mlango wa bahari wa Hormuz, kwa lengo la kudhoofisha uwezo wa Iran kuendelea kushambulia shughuli za biashara ya kimataifa zinazopita katika njia hiyo muhimu ya biashara duniani. CENTCOM iliongeza kuwa vikosi vyake vinaendelea kuwa katika hali ya utayari na vimejipanga kuichukulia hatua Iran iwapo makubaliano yaliyowekwa hayatatekelezwa au hayatatiwa kwa utii. Mwisho wa taarifa ya CENTCOM jinsi ambavyo inaeleza. Sasa hii ni kama vita nyingine inakuja kubwa zaidi mara baada ya kushuhudia utulivu wa siku kadhaa, huku Irani ikiendelea na maombolezo ya msiba wa aliyekuwa kiongozi wao mkuu wa nchi hiyo Ayatollah Ali Khamenei, ambaye anatarajiwa kuzikwa siku ya tarehe 9 katika mji mtakatifu wa Mashhad, ambapo kwa hivi sasa mwili wake umewasili huko nchini Iraq kwa ajili ya kupitishwa katika miji mikubwa miwili ya kishia huko nchini Iraq. Sasa baada ya Marekani kufanya mashambulizi, video zikaonekana pamoja na picha, lakini katika video ambazo zimeonekana ni mashambulizi makubwa mno ambayo inasemekana kwamba yamedumu kwa takribani saa 5 mfululizo. Yaani mashambulizi ambayo Marekani imeyafanya yamedumu kwa takribani saa 5, kitu ambacho kwa kiasi kikubwa inaibua sintofahamu kubwa, lakini hofu inazidi kuongezeka kutokana na hali ya mvutano ambao utazidi kuendelea katika siku za hapo usoni. Ikumbukwe kwamba Marekani na Irani zimekwisha ingia makubaliano ya kusitisha vita ndani ya siku 60 na kuruhusu maongezi yaweze kuchukua hatamu, lakini hiki ambacho kinaonekana hapa ni kama vile usaliti unafanywa, kwa sababu Irani inashambulia meli za kibiashara ambazo zinakiuka kupita katika eneo hilo. Ni haki kwa sababu ametoa maelekezo, lakini Marekani inaingilia kati kufanya mashambulizi, na hapo ndipo usaliti unapotokea, kwa sababu mzozo huu hautakuwa na mwisho, bali utazidi kujichanua mabawa yake siku hadi siku. Basi mtazamaji wetu, mimi niko hapa kukujuza yote ambayo yanajiri katika anga za kimataifa. Cha msingi tu ni kuombe uendelee kuwa nasi wakati wote kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.